Shambulizi kati ya Marekani, Israel na Iran yakizidi, hali ya tahadhari inazidi kutolewa kwa raia wa Kenya walio kwenye mataifa ya Mashariki ya Kati kuwa waangalifu zaidi kufuatia makombora yanayorushwa na Iran katika mataifa hayo ili kulipiza kisasi. Mwandishi wetu Mwaluse Meshak anaarifu kuwa safari za ndege pia katika mataifa hayo zimesitishwa, huku ndege zikilazimika kutua kwa dharura kwenye angatua ya Jomo Kenyatta hapa jijini Nairobi. Abiria kwenye angatua ya JKIA jijini Nairobi wamezidi kutatizika. Kwa sasa ndege zimeanza kutua kwa dharura katika uwanja wa kimataifa wa JKIA kufuatia vita vinavyoendelea kati ya Iran, Marekani na Israel. Mashambulizi hayo yamezua tumbo joto kwa Wakenya walio kwenye mataifa ya Mashariki ya Kati, huku tahadhari zikizidi kutolewa na serikali ya Kenya kujitahadhari na kupunguza kutembea nje ovyo ovyo kutokana na mabomu yanayorushwa. Mvutano huu wa vita kati ya Iran na Israel ukiungwa mkono na Marekani umeongezeka baada ya mashambulizi mapya ya kijeshi. Marekani na Israel zinaripotiwa kuharibu sehemu kubwa ya mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran, hatua inayodaiwa kuwapa udhibiti mkubwa wa anga nchini humo. Wakati huo huo, shambulizi linaloshukiwa kuwa la ndege zisizo na rubani liliripotiwa kulenga kambi ya kijeshi ya Raf Akorotiri katika taifa la Cyprus, ingawa hakuna majeruhi waliothibitishwa. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema kuwa Uingereza imeruhusu Marekani kutumia kambi zake kwa mashambulizi ya kujilinda dhidi ya makombora ya Iran. Wachambuzi wanaonya kuwa mzozo huo unaweza kuathiri uchumi wa dunia na kuongeza bei ya mafuta, jambo linaloweza pia kupandisha gharama ya maisha nchini Kenya na barani Afrika. Vita hivi vimesababisha maafa mengi katika taifa la Iran, akiwemo kiongozi mkuu wa dini Ali Khamenei, mkewe na mjukuu wake, jambo linalosababisha raia kujitokeza kwa wingi kuomboleza na kulaani tukio hilo nchini Iran. Mwaluse Meshak, TV47, Nairobi. Asante sana Mwaluse Meshak kwa taarifa hiyo. Wakazi ambao